Aidha, serikali itaendelea kutoa ushirikiano kwa viongozi wa dini na taasisi zake ili waweze kutekeleza majukumu yao ya kuhudumia umma wa Watanzania. Kwa maneno mengine, tutazingatia rai iliyotolewa hapa kwamba serikali iendelee kuunga mkono juhudi za kanisa na kutoa ushirikiano kama mshirika mwenza na si mshindani katika kuwaletea maendeleo wa Tanzania kwa kuzingatia mazingira mahalia. Wahashamu maaskofu, mapadre, watawa na wageni waalikwa, tunapoendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia jimbo jipya la Bagamoyo na kutupatia Mhashamu Baba Askofu Musomba kama mchungaji wetu mkuu, napenda kutilia mkazo japo kwa kifupi mambo yafuatayo. Kwanza, napenda kwa niaba ya serikali kutoa pole kwa Padre Dr. Charles Kitima, Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Lakini pia pole kwa baraza zima la maaskofu na kanisa kwa ujumla kufuatia tukio la kushambuliwa na kuumizwa vibaya wakati akiwa kwenye makazi yake. Serikali inalaani vikali na kukemea tukio hilo pamoja na matukio mengine kama hayo ya uvunjifu wa sheria, na serikali imepokea kwa unyenyekevu rai iliyotolewa na kanisa kupitia kwa makamu rais wa TEC hapa. Napenda niwahakikishie Watanzania na wapenda haki, amani na usalama kuwa tayari serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani imeviagiza vyombo vya dola kuwatafuta, kuwakamata na kuwachukulia hatua kali za kisheria waliohusika na tukio hilo na wale wote watakaothibitika kuhusika na matukio kama hayo ambayo hayakubaliki kabisa mahali popote. Nawaomba sana wahashamu maaskofu, waklero na wote walioumizwa na tukio hili baya kujikabidhi kwa Mungu pale tunapoumizwa na udhalimu, kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2 aya ya 19 ambayo inasema, maana huu ndio wema hasa, mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka Mungu pale ateswapo isivyo haki. Aidha, ninawasihi sana Watanzania wote tuendelee kupendana na kusimama pamoja kulaani matendo hayo mabaya yasiyoakisi Tanzania yetu inayosifika kama kisiwa cha amani. Ni wito wa serikali kwa Watanzania wote kujitokeza kuhuisha taarifa zao katika daftari la kudumu la wapiga kura na kushiriki kikamilifu katika uchaguzi kwa kugombea nafasi mbalimbali za uongozi, kushiriki kampeni na kujitokeza kupiga kura siku ya uchaguzi. Napenda kusisitiza umuhimu wa kudumisha amani na utulivu wakati wote wa maandalizi na kampeni za uchaguzi mkuu mwezi Oktoba. Ni muhimu pia kuepuka kauli za kibaguzi, kichochezi, uzushi na upotoshaji kupitia mitandao ya kijamii na njia nyingine za mawasiliano kwa misingi ya tofauti ya itikadi zetu za kisiasa, kidini, kabila au rangi. Ninawaomba sana waamini wenzangu na Watanzania wote kuzingatia maandiko matakatifu yanayotuasa kuitafuta amani, kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ile ya 3 aya ya 11 ambayo inasema, na aache mabaya, atende mema,
atafute amani, aifuate amani. Na katika hili tujitahidi pia kujizuia, na hasa kuzuia ndimi zetu, kama tunavyoelekezwa katika waraka wa Yakobo sura ile ya 1 aya ya 19 mpaka 20, ambayo inatuelekeza kwamba hayo mnajua, ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu.